tuko kwenye umoja, sote tumeungana pasipokuwa na migogoro iliyokuwa inatajwa. Kwa hiyo tunachuchumilia kwamba tuweze kuona tunatoka tulipo twende katika hatua nyingine. Kama inavyofahamika, migogoro huwa haistawishi, migogoro inabomoa. Kwa hiyo tulidauti sana, tukashuka sana chini, lakini kikubwa ni kwamba mafanikio yote kama amani hamna, sio mafanikio. Kwa hiyo tunakiri kwamba mafanikio tulionayo, amani ipo, tunashauriana na wanachama wetu na tunatamani kuona sasa tunaenda katika hatua ya yale ambayo tuliasisi, kuona kwamba yawe sehemu ya kutustawisha kama sera ya serikali inavyotaka. Tunatajwa kwamba Vingunguti ni sehemu ya watu wenye fujo, wanaharakati. Sisi tukaenda sasa kuipelekea serikali taarifa kwamba sisi sio tena harakati. Tumekuja tushirikiane na serikali kupitia halmashauri yetu ya Ilala, tuweze kuona kwa pamoja, tuweze kuona tunastawisha wafanyabiashara wetu, kwa maana na wanachama wetu hapa Vingunguti wanaofanya biashara ya mifugo. Na kama unavyojua, ukiwa na kibuyu ukikibomoa kukijenga sio kazi ndogo. Ukiwa ulikuwa na marafiki ambao walikuwa naweza hata kuingia mifumo ya kibiashara na wewe wakikukimbia kuwarudisha, inataka hekima, inataka muda ili waweze kurudi tena kukuaminini. Hali ya upatikanaji wa mifugo kwa maana ambayo ndio biashara yetu kuu inayotuunganisha kwa kipindi hiki ni mgumu sana. Na si tu mwaka huu, isipokuwa mwaka huu kumekuwa kama na vichocheo ambavyo vimepelekea hali kuwa kidogo nzito, kupelekea hali ambayo tulionayo tofauti na miaka yote. Miaka yote, miezi ya kuanzia Septemba, Oktoba hadi Disemba huwa ni miezi ya ukame. Kwa mikoa mingi huwa malisho yanakuwa ni machache sana, na wakati huo huwa nyama inapanda, lakini si kwa kiwango hiki. Kwa mwaka huu tangu Oktoba 29 ile siku ya uchaguzi na kuelekea tarehe 30, nyama ilipanda ghafla sana, kwa sababu uchinjaji wetu ulishia tarehe 28 kuamkia 29 kuamkia 30 tukuchinja. Kwa hiyo ikapelekea kwamba ng'ombe hawakuingia kabisa kwa kipindi chote cha siku zile ambazo serikali ilitoa taarifa kwamba kusiwepo na utembeaji wa usiku, tukizingatia kwamba sisi tunazalisha nyama usiku. Mfumo wetu sisi tunaanza kuchinja ng'ombe kuanzia saa 4, saa 5 usiku kucha tuko kwenye mazingira ya kazi. Kwa kipindi au kitendo cha serikali kuitangazia nchi kwa ujumla kwamba usitoke saa 12, maana yake ilikuwa ni moja sababu nyingine. Lakini pili, mifugo ambayo ilizuiliwa, magari yakawa hayawezi kuingia tena, watu wote wakaogopa kwamba mifugo, ikaonekana kwamba mtu asije akapakia gari lake akazuia njiani. Na ng'ombe kishazuia njiani, huna kituo cha kushusha, maana yake utapata hasara. Ng'ombe watachoka, watakufa, na utakuwa huna namna ya kunusuru mtaji wako. Kwa hiyo hali hiyo imepelekea kwamba kuwa na ugumu, na tena taarifa mpya iliyokuja kuonekana Disemba 9 itakuwa na hili na lile, nalo pia imechochea zaidi kwamba sasa magari hayaingii, napelekea kwamba nyama inauza mpaka 12,000. Hasa 12,000 kwa Mtanzania wa kawaida kwake inakuwa ni kipengele, lakini itoshe kusema hali halisi ni kwamba mifugo kwa sasa, wale wenye sifa za kuuzika kwa maana ya grade zile zinazoruhusiwa sio wengi, na hao sio ambao ni wachache, bado wamekuwa si rahisi sana kuingia hapa. Wengi wanaogopa kuona kwamba tarehe 9 ipite kwanza waone hali hayo itakuwaje. Wito wangu kama kiongozi kwa niaba ya wafanyabiashara wote ya mifugo hapa Vingunguti na maeneo ya jirani, kwa maana wilaya zinazozunguka, hatutarajii kuona kwamba hali ile tuliyoipata tarehe 29 baada ya kuwa tumepiga kula na kilichotokea, madhara yake yalikuwa ni makubwa sana kiuchumi kwa sisi ambao tunaamini biashara tunayoifanya ni kama tunatoa huduma ambayo inahitajika kila itwapo leo.
Kwa hiyo kimsingi huduma yetu kusitishwa hata kwa siku 2 ni athari zake ni kubwa sana. Kwa hiyo tunaomba sana kwamba angalau Mungu aepushe hilo lisijirudie tena katika hilo. Na pia tumshukuru Mungu kwa upande mwingine kwamba hata hizo siku zilizopita watu au wafanyabiashara wetu katika eneo letu hapa hakuna aliyekuwa na muda wa kupoteza wa kutoka na kuingia barabarani. Kwa hiyo sisi kama sisi tuliathirika tu sehemu ya uchumi, lakini sio kwa sehemu nyingine tofauti na uchumi wetu. Kwa sababu tayari mifugo haikuingia na tukaona wateja wetu tukawa kama vile kuna namna ya kupata usumbufu, na kama unavyojua nyama ndio kila kitu. Ukidamka asubuhi hapa lazima utauliza supu, uweze kuuliza kwanza chai. Supu ipo, ukiuliza mtoli lazima na nyama iwepo. Kwa kimsingi tunaizungumzia huduma muhimu kama unapoweza kuzungumzia usafiri au mafuta. Kwamba mafuta yakikosekana maana yake tayari nchi au mji unatikisika. Vivyo hivyo nyama ikikosekana maana yake tunapeleka taharuki kubwa sana kwa jamii. Kwa hiyo matazamio yetu ni kuona kwamba kama ambavyo tumezidi kuasiwa kwamba kusiwe na hali ile ya kurudi kama tulivyokuwa, tunaiomba serikali kama ambavyo imefungua milango ya mazungumzo basi waendelee katika namna hiyo ili kuona hayo ambayo yapo, kwa sababu kwa kufikia katika hatua tulio nayo ambayo ilipita hapo nyuma ileta taharuki kubwa sana kwetu. Msingi watu wetu wengi wanapenda kutembea usiku kwa ni shida. Kimsingi tunaamini kwamba mazungumzo au yale yanayoendelea na serikali kwa maana kupitia rais basi tunayaombea yakazae matunda mema, hatimaye twende katika hali hii ya kutoka kwenye vidonda vilivyotupata kwa siku chache tuendelee kupona kuelekea ambako kuzuri zaidi.